Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Waislam, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaingia kwenye kitabu chetu hichi cha Al-Wajiz fi mabadi'u ahkami aqdi nikahi. Hichi kitabu ni kitabu cha ndoa, niliwahi kukitangaza YouTube hapo nyuma, nikasema nitakisomesha, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala leo amenijalia kukianza kitabu hichi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hizi darasa ambazo tunazitoa ziwe ni zenye kuleta tija katika umma huu wa Kiislamu. Kitabu chetu tunaanza nacho, tunasema Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asema an-nikahu, ndoa, wama yataallaku bihi, na yale yanayoshikamana na ndoa. Tunasoma ndoa na yale yanayoshikamana na ndoa. Kabla ya kuisoma ndoa, kwanza lazima ujue ndoa ni nini. Sheria ya dini ya Kiislamu inaelezea ndoa ni kitu gani. Asema taarifu nikahi, kuijua ndoa. An-nikahu, ndoa, kilugha adhamu ni kukusanya, waljam'u, na mkusanyiko baina mke na mume. Kwa ndoa kilugha ni kukusanya na mkusanyiko baina mke na mume. Hii ndo maana ndoa kilugha. An-nikahu wan-nikahu shar'an, ama ndoa kisheria, aqdu ni kifungo, yatadhammanu, kinachodhamini, ibahatu, uhalali, istimta'i, wa kusikilizana, kulli mina zawjaini, baina ya mke na mume, bil akhari, kumsikiliza mwenzake, ala wajhi al-mashru'i, katika njia ya sheria. Kwa ndoa kisheria ni kifungo kinachodhamini uhalali wa kusikilizana baina ya mke na mume katika njia ya kisheria. Hiyo ndo ndoa. Lakini kwa mnaishi katika ndoa, mke hamsikilizi mume, mume hamsikilizi mke, basi hiyo ndoa inakuwa na mitihani, inakuwa na misukosuko, kwa sababu itakuwa imeenda kinyume na sheria ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo ndoa manake ni kifungo cha halali kinachosababisha masikilizano baina ya mke na mume katika njia ya sheria. Hiyo ndo maana ndoa. Sasa tunaingia kwenye kipengele kinasema al-hikmatu min mashru'ati nikahi, hikma katika sheria za kuoa. Kwa nini tunaoa? Swali hili watu wengi sana wanapenda kujiuliza na pengine hawapati jibu. Kwa nini tunaoa? Sasa jibu lako lipo hapa, sikiliza vizuri. Kwa nini tunaoa? Hapa ametaja sababu 4 hizi, sababu ambazo zinasababisha watu kufunga ndoa. Sababu ya kwanza, kwa nini tunaoa? Asema ijadu sakani nafsi. Sababu ya kwanza ni kupata utulivu wa nafsi, wal istiqrari ruhiyya, na kupata utulivu wa kiroho. Kwa sababu ya kwanza, kwa nini tunaoa? Tunaoa kwa sababu ijadu sakani nafsi ni kupata ule utulivu wa nafsi, wal istiqrari ruhiyya, na kupata utulivu wa kiroho. Hii ndio sababu ya kwanza inayosababisha watu tuoe. Lakini sababu ya pili akasema hifdhu nasli, kuhifadhi kizazi. Ukioa utazaa, we mwanamke, mwanamume, nyote mtazaa, yani mwanamke na mwanamume mtaoana, mtafanya jimaa, mtazaa watoto, kile kizazi mnakihifadhi, mnakuwa na ukoo mkubwa kwa sababu ya kuoa. Kwa sababu ya pili ya kuoa ni kuhifadhi kizazi. Sababu ya tatu akasema ikhrajul ma'i, ni kuyatoa maji, alladhi, maji ambayo yadhuru ihtibasuhu, maji ambayo yanadhuru kule kutoka kwake katika njia ya haramu. Sababu ya tatu inayosababisha watu kuoa ni kuyatoa maji ambayo ukiyatoa katika njia haramu, maji yale yanadhuru, maana yake unazaa mtoto wa nje ya ndoa, na mtoto yule wa nje ya ndoa hatokurithi wewe. Kwa sababu ya kwanza ni ijadu sakani nafsi, ni kupata utulivu wa nafsi, lakini pia wal istiqrari ruhiyya, na kupata utulivu wa kiroho. Sababu ya pili inayosababisha watu tuoe ni hifdhu nasli, kuhifadhi kizazi na ukoo. Ya tatu ikhrajul ma'i alladhi yadhurru ihtibasuhu, ni kuyahifadhi maji ambayo yanatoka katika njia halali. Ukiyatoa katika njia haramu, maji hayo yanakuwa ni yenye madhara. Kwa hizi sababu tatu ndio zinasababisha tuoe. Sababu ya 4 akasema nailul ladhati, unaoa kwa sababu upate ladha, upate starehe.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, mtu atakayekuwa na uwezo wa kuoa nawe. Na miongoni mwa uwezo wa kuoa wakasema wanawachuoni ni uwe na uwezo wa aina mbili, uwe na uwezo wa jimaa, lakini pia uwe na uwezo wa kumhudumikia mke. Yani jimaa maana yake uwe na uwezo wa tendo la ndoa, lakini pia uwe na uwezo wa kumhudumikia mke. Kwa katika sababu ambazo zinasababisha watu kuoa ni nailul ladhata, kupata ile ladha ya tendo la ndoa, lakini unapata kwa njia ya halali. Ukipata ladha ya tendo la ndoa kwa njia haram, maana yake unazini, unatoka nje ya ndoa yako. Kwa hizi sababu 4 ndizo sababu ambazo zimesababisha watu tuoe. Kwa mtu akikuuliza kwa nini tunaoa, mjibu sababu ya kwanza, ijadu sakani nafsi, kupata utulivu wa nafsi, wal istiqraru ruhiyu, na kupata utulivu wa kiroho. Sababu ya pili, hifdhun nasli, kuhifadhi kizazi. Sababu ya tatu, ikhrajul ma'i alladhi yadhuru ihtibasuhu, ni kuyatoa maji ambayo yanadhuru ukiyatoa katika njia ya haram. Na sababu ya 4, nailul ladhata, tunaoa kwa sababu ya kupata ladha, kupata starehe ambayo ya halali. Mtume Muhammad alielezea katika hadithi nyingi sana kwamba ukifanya kile kitu unalipwa thawabu nyingi na unapata ujira mkubwa sana, kwa sababu umefanya katika njia ya halali. Kwa nini tunaoa? Sababu ambazo zinasababisha watu tuoe ni hizo hapo 4, zifanyie kazi inshallah, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Lakini pia ukihitaji kuungwa katika grupu langu la WhatsApp, nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp 0777 79 93 59. WhatsApp namba ni 0777 79 93 59, ili ni kuunga katika grupu la WhatsApp upate mafunzo mengi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndoa leo tumeanza, na kila siku nitakuwa na post video hizi kwa wakati ambao nitapata muda mzuri katika masuala yetu ya ndoa. Lakini ukiuliza swali kwa nini tunaoa, sababu za kuoa ni hizi hapo 4, na Mwenyezi Mungu akujalie khairi. Usiache kufuatilia darasa hizi mwanzo mwisho, kwa sababu kuna mengi yanakuja mazuri kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.